Hello guys, leo naongea na wale kina mama ambao wana tabia ya kupenda kunenea mabaya watoto wa wenzao. Yaani wewe ni mama lakini labda hujabarikiwa kupata watoto au una watoto. Lakini una kamdomo fulani kachafu kakupenda sana kuongelea vibaya watoto wa wenzako. Kuna wamama wengi sana wana hizi tabia. Yaani wewe hata ukiona watoto wa wenzako wanakula, unaona kama wanakula vibaya, hawajafundishwa vizuri na wazazi wao. Ukiona watoto wa wenzako wanatoka ni malaya, wanatoka watoto wadogo hawa. Ukiona watoto wa wenzako wamewako ni kwenye teenage stage, wameanza kutoka hata viziwa, hauni, matiti watoto wadogo hivi. Yaani wewe watoto wa wenzako hawana jema kwenye macho yako. My dear, unajua nini kitakacho kutokea? Unaona hawa watoto wako ulionao, wote watakuja kuwa na sifa kama hizo za watoto wa wenzako ambazo unazibeza na zaidi. Yaani watoto wako watakuja kuwa watoto ambao watashangaza huo mtaa kwa tabia chafu na mbaya. Na kama wewe bado hujabarikiwa kupata mtoto, ndio maana unapata nguvu ya kusema watoto wa wenzako, I promise you watoto wako hawatakuwa salama, kwa sababu haya maneno yako kwa watoto wa wengine ni laana kwa kizazi chako. Yaani kila ambacho unamsemea mtoto wa mwenzako vibaya, trust you me, kitakurudi. Yaani kitakurudi. Ndio uzuri wa huu ulimwengu. Yaani kila ambacho unamnenea mwenzako kibaya kitakurudi in one way or another. Ndio maana nasema kila siku, kama huwezi kumuombea mtoto wa mwenzako, shut up your mouth. Shut up. Yaani kaa tu kimya. Kama huwezi kumuombea, nyamaza kimya. Hakuna mzazi anayependa kuona mtoto wake akiwa mtoto mbaya. Yaani hayupo. Kwa hiyo wewe appreciate wazazi namna wanavyolea watoto wao. Appreciate tu, wa appreciate, na kama kuna shida, pray for them. Yes.